Yes, katika kuadhimisha siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, siku ya leo imempendeza Mungu tufike katika ofisi za Overcomers FM zilizopo Iringa mjini, na tunakutana na mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Boaz Solo ambaye ndiye mwanzilishi wa kituo hiki cha Overcomers FM hapa Iringa. Na kufuatia maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani yaliyofanyika siku ya jana Aprili 29, mkurugenzi wa Overcomers FM Askofu Dr. Boaz Solo anayo mambo mengi ya kuzungumza umuhimu wa uwepo wa vyombo vya habari duniani. Ni kweli, hili ni jambo muhimu, ni siku maalumu ambayo imesherekewa duniani kote. Duniani kote wamesherekea uhuru wa vyombo vya habari. Si kila mahali kuna uhuru wa vyombo vya habari. Kuna sehemu zingine kuna shida, lakini tunashukuru Tanzania angalau kuna dalili njema. Na jana nikaona kwenye vyombo vya habari kulikuwa na Mheshimiwa Makonda, mkuu wa mkoa wa Arusha, lakini mgeni rasmi alikuwa waziri mkuu. Alipokuwa anamkaribisha alizungumza umuhimu wa vyombo vya habari, na mimi nasisitiza hapo vyombo vya habari ni muhimu sana. Vinahabarisha mambo hata yaliyojificha, yanaibuliwa, yanakaa vizuri. Kupitia vyombo vya habari tunaweza kwenda mbali sana. Lakini mkuu wa mkoa huyu aligusa swala la uchumi, kwamba hebu ifike mahali waandishi na vyombo vya habari kwa ujumla tuibue masuala ya uchumi. Uchumi wa Tanzania, nchi hii ni tajiri, nchi yetu iko vizuri, lakini kuna fursa nyingi zimejificha. Kwa mfano hata sasa hivi kuna AFCON mbele yetu. AFCON hii ina fursa nyingi sana za uchumi. Kwa hiyo hili ni jambo moja muhimu sana, na mimi kama mkurugenzi wa kituo cha Overcomers FM Radio hapa Iringa, ningeweza kutoa ushauri kwa TCRA kwamba hebu isimamie vizuri hivi vyuo vinavyotoa waandishi wa habari. Kwa sababu kuna wakati nilifanya interview, nilikuwa nahitaji waandishi wa habari, nikawa na waandishi wa habari wapatao 10, lakini katika interview hiyo nikawa na wauliza, wewe una uwezo katika lipi? Wewe una uwezo katika lipi? Waandishi wa habari wapatao 8 katika 10 wote walisema mimi nafanya vizuri kwenye kuchambua michezo. Sawa, kuchambua michezo sio kitu kibaya, michezo pia ni kitu kizuri, lakini hebu fursa za uchumi zichambuliwe na ili tuende hatua nyingine zaidi. Kwa hiyo hivi hebu vitoe vyuo vya wanahabari, vyuo vya waandishi wa habari, vitoe krimu nzuri ya waandishi wa habari. Mimi naelewa wasimamizi wa vituo vya habari vya televisheni na hata vya redio wanaweza kuungana nami kwamba ubora wa waandishi wa habari uko chini sana katika nchi hii. Natakiwa uinuliwe ili kuwe na uwezo wa kuzungumza mada zenye nguvu, ili kwamba fursa ziinuliwe. Na unajua bila uchumi mzuri hakuna maendeleo. Vituo vingi vya redio vinahangaika uchumi. Vituo vyenyewe vina shida ya pesa, na mpaka waandishi wenyewe wanapata shida kupata mishahara, maana kwamba kuna shida. Lakini kama wangeingia pia kwenye uchumi na vyombo vya habari vikahamasisha habari za uchumi wa Tanzania, madini ya Tanzania na fursa mbalimbali ambazo zipo, najua tungeenda mbali zaidi. Ni mambo mengi, pamoja na afya, pamoja na elimu za aina mbalimbali. Manake kwenye vituo vya redio, vituo vya TV, vya televisheni tunatakiwa kuhabarisha, kuelimisha na kuburudisha. Mambo makubwa hayo matatu. Kwa hiyo tunahabarisha maeneo yote. Kama kuna wakuu wa vituo au wa vyuo vya utangazaji, kama wananisikia, wapandishe na hili lipewe uzito zaidi. Mungu awabariki sana wewe uliyenisikia. Nafikiri una jambo la kuchangia. Ubarikiwe. Mimi naitwa Bishop Dr. Boaz Solo, niko hapa Iringa na kituo cha Overcomers
FM Radio.